Urusi imeendeleza mashambulizi makali dhidi ya Ukraine mapema Jumamosi hii kwa kushambulia kwa maroketi, mabomu ya kurushwa kwa ndege na ndege zisizo na rubani drones na kuua watu wasiopungua 5 katika miji mbalimbali nchini humo, huku ikionekana kulipiza kisasi kwa shambulio la Ukraine lililolenga vituo vya anga vya kijeshi vya Urusi siku chache zilizopita. Mashambulizi haya ni sehemu ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga yaliyozidi kuongezeka katika wiki za hivi karibuni, wakati juhudi za kusitisha vita vilivyoingia mwaka wa 3 zikionekana kugonga mwamba. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilirusha jumla ya ndege zisizo na rubani drones 206 pamoja na makombora 9 katika maeneo mbalimbali ya Ukraine. Jeshi la Ukraine lilisema mashambulizi hayo yalijibiwa kwa ufanisi na vikosi vyake kupitia ndege za kivita, vikosi vya makombora ya angani, vitengo vya vita vya kielektroniki pamoja na makundi ya askari walioko ardhini waliotumika kushambulia ndege zisizo na rubani drones. Meya wa jiji la Kharkiv, Igor Terekov, alisema jiji hilo lilishambuliwa kwa nguvu kubwa ambayo haijawahi kushambuliwa tangu vita vilipoanza mwaka 2022. Alieleza kuwa kabla ya mapambazuko, mashambulizi yalihusisha ndege zisizo na rubani 48 zinazodaiwa kuwa za kutengenezwa Iran, makombora mawili na mabomu 4 ya kuongozwa kwa teknolojia ya kisasa. Kharkiv inakumbwa na mashambulizi makubwa zaidi tangu mwanzo wa vita, aliandika Meya Terekov kupitia Telegram saa 10:40 asubuhi masaa ya nchi hiyo. Aliongeza kuwa ndege zisizo na rubani drones bado zilikuwa zikiranda angani wakati akiandika ujumbe huo. Jiji la Kharkiv lenye wakazi takriban milioni 1.4 liko umbali wa chini ya kilomita 50 kutoka mpaka wa Urusi na limekuwa lengo kuu la mashambulizi kutokana na nafasi yake ya kimkakati. Katika mashambulizi hayo, majengo ya makazi ya nyumba kadhaa zilibomolewa, watu 3 wakapoteza maisha na wengine 17 kujeruhiwa. Mwanamke mmoja alipatikana akiwa hai chini ya kifusi cha jengo refu lililoporomoka. Miongoni mwa waliojeruhiwa walikuwepo watoto 2, kulingana na gavana wa eneo hilo Oleg Sinegubov. Katika mji wa Kherson ulioko kusini mwa Ukraine, shelezi za Urusi ziliwaua wanandoa 2 na kuharibu majengo kadhaa ya ghorofa, kwa mujibu wa gavana Alexander Prokudin. Katika eneo la kati la Dnipropetrovsk, gavana Sergei Lysak aliripoti kuwa vikosi vya Ukraine vilifanikiwa kuharibu drones 27 na makombora 2, lakini wanawake 2 wa miaka 45 na 88 walijeruhiwa. Mji wa Lusk ulioko magharibi mwa Ukraine karibu na mpaka wa Poland nao ulipata hasara baada ya mshambuliaji mwingine kujeruhiwa na kuua raia. Mwili wa mwanamke mwenye umri wa miaka 20 uligunduliwa na waokoaji siku ya Jumamosi baada ya kushambuliwa Ijumaa iliyopita. Mashambulizi haya yanakuja siku chache tu baada ya Ukraine kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya vituo vya anga vya kijeshi vya Urusi vilivyoko mbali nyuma ya mstari wa mapambano, hata ndani ya Siberia. Katika shambulio hilo, ndege za kivita za kisasa zinazoweza kubeba silaha za nyuklia ziliharibiwa. Shambulio hilo la Ukraine lililokuwa limepangwa kwa zaidi ya miezi 18 lilihusisha zaidi ya drones 100 ndogo zilizosafirishwa kisiri hadi ndani ya Urusi na kufichwa karibu na vituo vya anga kabla ya kushambulia kwa pamoja. Rais Vladimir Putin wa Urusi aliahidi kutimiza kisasi mara moja baada ya shambulio hilo, na akaeleza kwa Rais Donald Trump wa Marekani kuwa Urusi haitokubali mashambulizi ya aina hiyo bila majibu makali. Wakati haya yakiendelea, Ukraine imekuwa ikitoa wito kwa usitishaji wa mapigano kwa kipindi cha siku 30 bila masharti, ikiwa ni pendekezo lao la hivi karibuni wakati wa mazungumzo ya amani yaliyofanyika Istanbul Jumatatu iliyopita. Hata hivyo, Urusi imepuuza pendekezo hilo na badala yake imeelezea wazi kuwa vita vya Ukraine ni jambo la kuwepo kwa taifa la Urusi, kama alivyonukuliwa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov. Akizungumza Ijumaa iliyopita, Peskov alinukuliwa akidai kuwa kwa Urusi hii ni vita vya msingi, swala la maslahi ya kitaifa, usalama wetu, mustakabali wa watoto wetu na taifa letu kwa ujumla. Haya yamekuja baada ya Rais Trump kutoa kauli ya kulinganisha mgongano wa Moscow na Kiev na ugomvi wa watoto, jambo ambalo Kremlin ilikataa vikali. Rais Putin ameweka masharti kadhaa kwa Ukraine iwapo inataka vita vikome. Masharti haya ni pamoja na Ukraine kuondoa kabisa majeshi yake katika maeneo 4 ambayo Urusi inadai kuyamiliki, kusitisha msaada wowote wa kijeshi kutoka kwa mataifa ya magharibi na Ukraine kutojiunga kamwe na NATO. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikataa masharti hayo akisema ni matakwa ya zamani yanayolenga kudhalilisha taifa lake. Alipendekeza badala yake kuwe na mkutano wa kilele utakaowakutanisha yeye, Rais Putin na Rais wa Marekani Donald Trump ili kujadili njia ya kumaliza vita hivyo. Mashambulizi haya mapya ya Urusi yanaonyesha kwamba mgogoro wa Ukraine bado upo katika hali mbaya na matarajio ya kusitisha vita yanaendelea kudidimia.
Wakati mataifa ya dunia yakiendelea kujaribu kutafuta suluhu ya kidiplomasia, raia wa Ukraine wanaendelea kuteseka na hofu ya vita vinavyozidi kuwa vya kimataifa vikizidi kuongezeka.